Imewachukua kipindi cha takriban miaka 10 mwongo mmoja ni miaka 9 kuwa na ukweli kabisa. Walishiriki mwisho kombe la mataifa bara Afrika mwaka 2016 nchini Cameroon. Wamerejea tena katika kombe la mataifa bara Afrika mwaka 2026 huko Morocco. Hawa ni watoto wa nyumbani, mabinti wa nyumbani. Timu ya taifa ya kinadada Harambee Starlets wamefanya kweli. Wamewahi tiketi muhimu kabisa ugenini Senegali kushinda 1-0 ugenini wakikipiga dhidi ya Gambia. Hapa nyumbani ilikuwa ni sherehe kubwa ndani ya uwanja wa taifa wa Nyayo, magoli yakiwa ni 3-1, magoli yote yakifungwa katika kipindi cha kwanza na mwisho wa siku. Sasa Berlino Demba ameandika na kuandikisha historia. Asalamu alaykum popote pale ulipo, karibu sana ndani ya Mikiki tubebane, tuende sako kwa bako hadi tamati. Ni saa nzima angani, ndo kawaida yetu kuiteka na kuivamia anga rasmi na kufanya mambo yake kiukweli. Na leo hii mambo ni makubwa, manake tena mgeni ambaye anafanikisha mambo yake kiukweli ndani ya Kenya Police FC. Tugusia safari yao ya ligi ya mabingwa Afrika, alafu hapa nyumbani tena kwa mara nyingine wamejipata katika kule chini kabisa jedwali. Itakuwa kuaje tena msimu huu? Watatetea taji ama kwendaje? Lakini awali yote, karibu. Mimi wananiita Yoshua Makori, lakini ukiniita mwanaspoti naridhika zaidi. Nataka tugusie mambo kadhaa katika kiwambo, manake hapa ndio nyumbani mwa ratiba na misimamo mbalimbali. Tuanze na hapa Kenya, na ni kwamba ligi kuu ya SportPesa inaendelea hii leo Jumamosi Novemba mosi, mwezi mpya kabisa. Mara Sugar dhidi ya Bandari ndani ya Wendo Green, kaunti ya Migori. Nairobi United wameandika historia kubwa kabisa kuingia katika hatua ya makundi kombe la mashirikisho ya bara Afrika. Watakuwa nakipiga na Batoto Bamungu Sofapaka ndani ya Dandora. K-Sharks yake aliyekuwa rais wa shirikisho la mpira wa miguu hapa nyumbani Nicky Mwendwa itakuwa inaipiga na Shabana FC ndani ya uwanja wa kimataifa Moi Kasarani. Hiyo ni hii leo Jumamosi. Tuangalie tena zaidi hapo kesho mambo yatakwendaje. Jumapili ikiwa Novemba tarehe 2, Kakamega Homeboyz wanaongoza msimamo wa ligi kuu kwa sasa. Watakuwa na cheza na Tusker FC ndani ya uwanja wa nyumbani Stadio de Buhongo. Bidco United yake Anthony Vieira Ahulia itakuwa na kichapa dhidi ya APS Bomet ndani ya Kasarani Annex. Police FC mabingwa tetezi wanaanza kampeni sasa kutetea taji lao dhidi ya Posta Rangers. Wameshuka uwanjani nadhani mechi yao ya 3 hii kama sijakosea ndani ya uwanja wa nyumbani wa Polisi Sako hapa jijini Nairobi. Tuangalie zaidi ya Jumapili mambo yakoje. Na ni kwamba Novemba tarehe 2 bado utalia hapo AFC Leopards baada ya kuandika ushindi muhimu ndani ya Stadio de Gusii dhidi ya FC Shabana magoli 2-1. Watakuwa wanacheza na Mathare United bingwa mwaka 2008 ndani ya uwanja wa taifa wa Nyayo, uwanja ambao wanautumia kama uwanja wa nyumbani. Murang'a Seal watakuwa wanajigamba katika kaunti ya Murang'a kule nyumbani SportPesa Arena, na KCB ambayo inatiwa makali kwa sasa na mwalimu mkuu Robert Matano Simba. Gor Mahia bingwa mara 2 ukipenda 21 watakuwa wanachapa na Ulinzi Stars ndani ya uwanja wa kimataifa Moi Kasarani, ikiwa ni shughuli kubwa kabisa. Na Gor Mahia mara hii wanapania kuendea kombe. Wamekuwa nje ya liga mabingwa barani Afrika, mambo yao huwa ni mengi. Kama wanakosa kwenda liga mabingwa Afrika, mara nyingi wanakwenda katika ligi ambayo ni ya kombe la mashirikisho ya kandanda hapa nyumbani. Msimu jana ulikuwa ni mbaya, mara hii labda atafanya kweli. Hawa mwisho wamelishinda taji wakiwa ni AFC Leopards, ni kipindi kirefu kabisa. Mara hii wako katika nafasi yao ikiwa ni ya 5, na ni kwamba hawa chui wameshinda kombe mwisho ni miaka kadhaa inapita, zaidi ya 20 na 1998 wakinyakua taji la ligi kuu hapa nyumbani. Mara hii wako chini ya uongozi wa mwenyekiti ambaye ni Boniface Ambani, nyota wa FC Yanga Africans ya Tanzania, meka yake na Harambee Stars. Tutoke hapo tuende tuangalie msimamo umesimamaje. Kakamega Homeboyz iko chini mara hii ya uangalizi mkubwa. Patrick Odhiambo amerejea nyumbani mara yake ya 3 kuinoa Kakamega Homeboyz. Amejitangaza kweli nafasi ya kwanza alama 13. Gor Mahia nafasi ya 2 alama 12. Posta Rangers nafasi ya 3 alama 11. Bidco United nafasi ya 4, nayo Chui inafunga orodha ya timu 5 bora. Tuangalie ukurasa wa pili ukoje. Ulinzi Stars hawa ni mabingwa mara 4 wa ligi kuu ya hapa nyumbani, na waliwahi kuandika historia ndefu sana ya kulishinda taji mara 3 kwa mpigo. Mwaka 2005 aswa kumradhi 2005, 2004 na 2003 walishinda mara 3 kwa mpigo, na mwisho mwaka 2010 wakalishinda mara 4. Police FC ndio hao mabingwa mara 1, nafasi ya 16. MCL 17. APS Bomet mambo ni magumu sana katika ligi kuu, wana alama 3, wanafunga orodha ya timu
18 katika ligi kuu ya hapa nyumbani. Tutoke hapa nyumbani tuende mahali unapenda zaidi. Ligi ya Uingereza ambayo ina ufuasi mkubwa hapa Kenya na hata barani Afrika kwa jumla na dunia nzima. Tuangalie ratiba ya siku Jumamosi ikoje, na ndio hii hapa kwenye kiwambo cha runinga yako. Brighton dhidi ya Leeds United ndani ya American Express. Burnley watacheza na kama mabingwa watarajiwa Arsenal ndani ya Turf Moor, alafu Crystal Palace dhidi ya Brentford kule Selhurst Park. Hiyo ni leo siku ya Jumamosi. Tumeshaingia majira baridi kwa sasa, kwa hiyo ni mida saa 12 jioni ndio mitanange itakwenda pigwa. Katika majira ya Kenya unaongezwa masaa 3 mbele. Tuangalie zaidi mambo yakoje ndani ya ratiba ligi kuu ya England. Jumamosi bado salie papo hapo, Fulham dhidi ya Wolverhampton, Nottingham Forest watakuwa kipiga dhidi ya Manchester United. Amorim amekiri kwamba ndani ya mwaka mmoja amekuwa mwalimu mkuu wa United, mambo hayajawa rahisi, lakini mwisho wa kwisha anaanza kuona mwanga. Tutoke hapo tuende tuangalie zaidi, na leo mitanange ni mingi leo, kiachia mbali kesho itakuwa inapigwa mitanange miwili peke yake. Alafu tuangalie siku ya Jumamosi watakuwa wanafunga shughuli, wamekuwa na mahangaiko makubwa sana. Mida saa 5 usiku Liverpool dhidi ya Aston Villa. Liverpool mambo magumu zaidi. Ancelotti mambo atakwenda kwendaje, atakuwa anapigwa kalamu kama mambo yatasalia kuwa magumu. Tottenham dhidi ya Chelsea ni mechi nyingine hiyo ya mida saa 2:30 usiku wa leo. Tuangalie Jumapili, siku ambayo napenda kwenda kanisani kuangalia Mungu amenipangia pagiaje hii Novemba na mwaka mzima kufunga. West Ham United dhidi ya Newcastle United ndani ya siku ya Jumapili. Manchester City watakuwa naikaribisha Bournemouth ndani ya uwanja wao nyumbani wa Etihad. Mara nyingi West Ham wanatumia uwanja wa London, uwanja Olympic ambao ndio uwanja wao wa nyumbani. Tuangalie sasa imesimamaje katika kule kuona nani ataenda na ligi na nani atakuwa na burura kule chini. Arsenal wamejitangazwa kweli kweli, nafasi yao ya kwanza alama 22, Bournemouth nafasi ya pili alama 18, Tottenham nafasi ya 3 alama 17, Sunderland nafasi ya 4 alama 17, Manchester City nafasi ikiwa ni ya 5 wanafunga 5 bora na alama 16. Tuangalie zaidi ya msimamo, mambo yakoje tena upande wa pili. Filippo akihiari kuiweka gani. Nafasi ya 6 Manchester United, Liverpool mabingwa tetezi ndio hao nafasi ya 7, Aston Villa nafasi ya 8, Chelsea nafasi ya 9, Crystal Palace wanahitimisha 10 bora. Naifuta naiweka pembeni kwa heshima kubwa ya kumkaribisha ndani ya mikiki kwa mara nyingine. Huyo ni Mbarak Said. Mbarak anapenda sana kuitwa mnyama. Mambo yake anafanya yani ya ukweli kabisa ndani ya Kenya Police FC. Tagusia masuala ya Kenya Police FC, safari yao ya ligi ya mabingwa barani Afrika, safari yao katika kuendea taji, na msimu ambao waliendea taji waliwahi kujikuta katika mazingira magumu. Manake walikuwa wanashiriki kombe la mashirikisho barani Afrika kwa sababu walikuwa wameshinda kombe la Mozart Bet. Wakaja akashinda kombe la ligi kuu, mara hili iko chini udhamini mkubwa kampuni ya kamari ya SportPesa. Ndio maana inaitwa SportPesa Ligi. Alafu akaenda ligi ya mabingwa Afrika. Al Hilal kawatema nje. Mnyama, karibu sana. Mimi ndugu yangu Joshua, jambo la kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanallahi wa Ta'ala, lakini pia nina faraja kubwa sana kwa kuweza kuhudhuria tena katika NTV ambayo TV bora, na fursa kama hii ni fursa adhimu kwangu mimi. Na mimi nashukuru sana kwa kuweza kufika katika studio yenu leo na kuweza kuzungumzia masala ya mpira. Asante sana. Ndio, nataka tuanze moja kwa moja na Kenya Police FC. Yes. Msimu mnashinda kombe. Msimu jana, msimu ambao mlitoka chini kabisa jedwali. Kuna wakati mnaburura, alafu mwisho wa siku mnahitimisha nafasi ya kwanza. Gor Mahia mnapiga nao mechi ya mwisho mkipewa kombe ndani ya uwanja wa tani wenyu Ulinzi pale nyumbani Lang'ata. Ule msimu unaokumbukaje kabla tuingie katika msimu mpya? Jambo la kwanza inataka ieleweke kitu kimoja. Ndio. Kwamba mpira una mambo mawili. Una kushinda na una kushindwa. Lakini nategemea na mipangilio yenu mlioipanga na juhudi zenu nyinyi kama wachezaji na kama timu mmejipanga namna gani. Sisi kama Kenya Police FC ni kweli kwamba tulianza msimu uliopita kidogo kwa taklifu, kwa uzito kidogo, lakini sio kwamba ilikuwa hatuko vizuri. Lakini bali ilikuwa tunahitaji kupata kocha bora. Na kweli kulingana na bodi ilivyoweza kukaa pamoja na SG wetu pamoja na chairman na Gideon Nyalemunga, aliweza kukaa
kwa undani zaidi, kwa sababu lengo na dhamira ilikuwa sisi tuwe mabingwa. Ndiyo. Kwa sababu unajua katika ligi ya Kenya watu wamezoea timu tatu kwa jumla, na hususan wamezoea ushindi wa Gor Mahia na FC Leopards. Wametawala sana Gor lakini Mahia. sisi kwa sababu ya kupata viongozi bora na kuweza kuwa na board bora zaidi ya Kenya Police FC, na tukawa na chairman ambaye ni Gideon Nyalemunga, akaweza kutathmini na kutuangalia na malengo yake, wapi Kenya Police anataka ifike. Na kwa hakika ni kweli aliweza kufunga safari na kuweza kutuletea kocha ambaye ni coach Etienne, kuja kuweza kuendelea na timu ya polisi. Na kwa uhakika kwa bidii ya wachezaji na bidii ya board members, tukaweza na bidii ya kocha na technical bench, tukaweza kufikia hatamu ya kuweza kuipendua meza ya kuweza kuweka pembeni Gor Mahia na FC Leopards na wengineo, tukaweza kutawaza kuwa mabingwa. Dio. Haikuwa kazi rahisi, ilikuwa ina changamoto nyingi sana, na changamoto hakuna aliyefikiria kama polisi ni wanyama, wanaweza kuwa unyamani na kuweza kuchukua bingwa. Najaribu kuangalia coach Etienne amekuja na akawasaidia kunyakua taji. Na coach Etienne, tuambie na ukweli, umeachana naye. Ilikuwaje, amehiari kuondoka ama umempiga kalamu? Jambo la kwanza ndugu yangu Makori, inataka ifahamike kitu kimoja. Ndio. Sisi kuachana na kocha haikuanza kwa Kenya Police peke yake. Kuna baadhi ya timu ndani ya Kenya, kuna Bandari, kuna Gor Mahia, kuna Tusker, kuna na wengineo wameweza kuachana na makocha wao. Sisi hatuna ubaya na coach Etienne. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kazi bora aliyoifanya kwa timu, lakini inafika wakati ni lazima kidogo muweze kuachana kwa furaha, kwa amani. Na sisi tunamwombea Mungu kwa sababu tunamshukuru. Siku zote alichokifanya kimeonekana. Ndiyo. Na sisi tumekiona. Lakini na sisi pia tuna matarajio yetu kama Kenya Police FC. Tunatarajia kwenda mbele, lakini tumeanza msimu, hatukuanza msimu vizuri. Na matarajio yetu yalikuwa ni makubwa zaidi. Lakini Mungu naye ana mipango yake. Kwa hiyo na yeye ilifika wakati, kwa sababu mkataba wake baina yetu sisi na Kenya Police FC ulikuwa unaisha kwa amani, kwa furaha. Kwa hiyo sisi tunamwombea Mungu kazi njema na safari yake ya amani huko anakokwenda. Lakini mbali na yote ndugu yangu Makori, Dio. Sisi kama Kenya Police FC mabingwa, inataka uelewe kitu kimoja na Wakenya waelewe kitu kimoja, kwamba sisi Kenya Police FC tunateremsha mashini. Ndio. Tunateremsha mashini ambayo ikichukua ndege kuja hapa inachukua siku 3. Wewe ushawahi kumwona mtu anachukua 72 hours kuja kufika Kenya? Ndafika Kenya, hiyo safari ndefu sana angani. Ni safari ndefu, kwa sababu sisi tunajiamini na tuna bodi ambayo inajiamini na tuna chairman pamoja na SG pamoja na CEO. Kwa hiyo tunajiamini, tunateremsha mashini ambayo itawashangaza wengi. Na sisi kwa nini tumeteremsha mashini? Kwa sababu lengo letu ni moja. Lengo letu ni kushinda, sio kushindwa. Ni kushinda na sio kushindwa. Yes. Funono na tetesi zinasema kwamba Patrick Osems kuna uwezekano mkubwa akachukua mikoba. Alikuwa coach wa AFC Leopards. Hizo ni fununu. Sisi kawaida yetu ni moja. Ndio. Sisi tunapenda kuleta kitu cha peke yake, kitu adhimu. Hatupendi kuchukua sisi kocha aliyekuwa wa timu nyingine. Ndio. Kwa hiyo sisi tumejipanga, na hivi karibuni tutamtangaza kocha ambaye bado yuko, nimekuambia 72 hours, bado yuko hewani, bado yuko juu ya anga, hajateremka. Unakumbukaje hii siku baba ameshafariki, Mungu aiweke roho yake mahali pema kwenye wema, mkipewa kombe ndo hizi picha ngani kabisa kwenye ubora wake? Unajua, jambo la kwanza kabisa, hii imedhihirisha kwamba Kenya imekuwa kisports. Inataka uelewe kwamba baba ni mtu wa Gor Mahia. Ndio. Lakini kwa sababu alikuwa baba ni mlezi, alikuwa ni mwanasiasa mkongwe, alikuwa ni mtu ambaye hana ubaguzi, tulimwalika na akahudhuria, jumla kwamba amekuja kuangalia. Alikabidhi kombe Kwa sababu lazima ukubali, asikubali kushindwa sio mshindani. Ndio. Amekuja, na mbali na hayo tumebahatika, kuna try again yuko hapo. Kuna try again wa Simba, wa klabu ya Simba, huyo unayemwona upande wa pili hapo. Ndio. Tuna Masengeli tunaye hapo. Ndio. Tuna Murkomen tunaye hapo. Alafu ukimwangalia mnyama mwenyewe, katibu naye yuko hapo. Ukimwangalia mnyama mwenye Gideon Nyalemunga yuko pale. Nyalemunga ndio yule pale. Mariga yuko pale. Sasa hao ndio mabingwa. Ndio. Hao ndio mabingwa, wamekabidhiwa kikombe na watu ambao maarufu, watu ambao si rahisi kukutana nao. Lakini sisi tumeweza kuonesha, ukimwangalia captain anavyotembea, kwamba sisi ni mashujaa na sisi ni mabingwa. Madaido na mbwembwe za aina yake. Sisi tunashukuru Mungu sana. Mkalinyanyua kwa mara ya kwanza katika historia. Na tutaendelea kunyanyua. Msimu huu mnanyanyua? Nasema, unajua kuna kitu kimoja Makori, nataka nikueleze kitu kimoja. Sisi kama Kenya Police FC tunajiamini,
tunajitambua, tunajua nini tunachokitafuta, tunajua malengo yetu, tunajua dhamira yetu, na sisi tumejipanga, tumesajili katika ubora. Na mbali na hayo tuna technical bench ya maana. Mbali na hayo tuna viongozi bora wenye kuithamini timu ya Kenya Police FC, na tutahakikisha, kwa sababu atakayekuja mbele sisi tutamfundisha mpira, kwa sababu tunaujua mpira na malengo yetu ni kuendelea kuchukua tena ubingwa. Umenibia siri kwamba juzi baada ya mkutano wa bodi ulitembelea timu kambini. Yes. Morali ikoje kambini? Jambo la kwanza, vijana leo wanataka kufanya mambo. Vijana, jambo la kwanza tunahakikisha sisi tukichukua pointi 3 sio za kubahatisha. Tunataka tuwe na magoli mengi na pointi 3 ziwe ziko pale pale. Huyo ndio Kenya Police FC. Na haya tutahadhirisha na mtayaona. Na mbali na kwamba tunacheza na Posta Ranger, lakini nataka uelewe kitu kimoja. Katika wiki tunaokuja tunakutana na Gor Mahia. Tutakutana na Gor Mahia. Hapo utajua tumesajili au tumesajiliwa. Kuna fununu pia kwamba nyota wenyu ambaye amekuwa nahodha katika timu ya taifa ambayo ilishiriki dimba la CHAN ni kama huenda kaondoka. Yatakawelewa kitu kimoja. Kenya Polisi sisi ndio ambao kuwa tuna wachezaji ambao wanatamaniwa na timu nyingi za ndani ya nchi na nje ya nchi. Kwa hivyo hilo kwetu sisi si ajabu. Na sisi kwa kama ingekuwa hatuna ubora, kama watoto wetu hatukuelewa vizuri, wangeonekana na timu za nje. Na ikiwa kuna fununu kama hizo, Abudi anaenda nje, kwetu pia ni fahari. Kwa sababu sisi siku zote sisi katika Kenya Police FC hatuna uchoyo. Tunataka kukuza mpira ili vijana waonekane na mataifa mengine, ili kusudi waweze kusajiliwa nje na tuweze ambao wako nje tuweze kuingiza ndani. Ligi ya mabingwa Afrika, safari imekuwaje kutema nje na Al Hilal? Jambo la kwanza kabisa, tuna jambo la kusikitisha sana, kwa sababu sisi tumecheza lakini tukiwa tayari tuko katika protest, kwa sababu kuna wachezaji 3 ambao hawakustahili kucheza katika ile game. Lakini ilibidi wachezeshwe. Lakini tumefungua kesi, na kesi ina, Mungu akipenda, huenda tukaweza kurudishiwa pointi 3 zetu, manake wao wana makosa. Kwa sababu yatakaelewa kitu kimoja. Ndio. Yataka ufahamu kitu kimoja. Kosa litabakia kuwa kosa. Ndio. Kosa litabakia kwa kosa. Al Hilal wamekuwa na makosa. Wamechezesha kinyume na taratibu, kinyume na sheria za CAF na za Sikafa. Kwa hiyo sisi tume lodge complaint, na ni haki yetu, ni wajibu wetu kwamba sisi kilichofanyika ni makosa. Hatuwezi kubali kuwa makosa yawe siwe makosa. Kwa hiyo sisi tumeweza kulodge complaint, na taratibu za kisheria na taratibu za Sikafa zinaendelea, na huenda Mwenyezi Mungu akajalia mnyama akarudi tena kwenye dimba. Najaribu kuangalia, ni mara ya kwanza mmeshiriki katika ligi ya mabingwa Afrika, na wameshiriki mara ya kwanza kombe la mashirikisho hawa Nairobi United, na wao wamepiga hatua, wameingia hatua ya makundi. Mwanzo unawazungumziaje? Mimi jambo la kwanza kizuri nitakizungumzia. Wao ni bahati yao, wamejaribu, na ninawaombea Mungu, kwa sababu ukiwa mwana sports unatakana, kwa sababu sote sisi ni wa Kenya na tuna timu tofauti. Anayefaulu kwetu sisi ni bora, kwa sababu sote ni wa Kenya. Mwisho wa kwisha, yule atakayepata nafasi ya kwenda kuwakilisha mbele, sisi lazima tumuunge mkono. Wao wamejaribu na sisi pia tumejaribu, lakini bado tunasubiri majibu yetu. Tunaomba tutakutana nao. Utakubali? Nasema sisi tutakutana nao. Ndio. Muda wote sisi tutarudishiwa point 3 zetu. Wallahi. Hilo nakupa ahadi. Mungu ajalie. Amin. Sasa nataka kuangalia msimu huu. Mwanzo unaonaje? Ni msimu ambao uko kwenye hali nzuri kabisa, kwamba SportPesa wamekuja pale, wameleta hela, alafu nyinyi pia mna wadhamini wa hapa na pale. Udhamini katika ligi kuu unainua sana kiwango cha ligi. Jambo la kwanza kabisa, tuweze kushukuru chama cha soka nchini, na tuweze kushukuru wadhamini ambao wameweza kujitokeza. Ukiangalia katika miaka 10 iliyopita ya nyuma na miaka 20 ya nyuma au 30 40, ilikuwa watu kama hawa walikuwa hakuna. Ndio. Ilikuwa ni watu wenye kupenda soka, yenye mpira wanajitolea. Lakini kwa sasa mpira wa Kenya unakuwa kwa kasi sana, kwa sababu kuna wadhamini kama hawa wameweza kujitokeza, na hii inaonesha kwamba Kenya ni nchi ambayo kuwa ina uwezo ya kuwa na kukuza vipaji vya mpira, na ina uwezo kwamba mpira wa Kenya unakuwa kwa kasi sana. Hii itawafanya watoto walio mitaani waweze kuachana na mambo ambayo sio mazuri na kuweza kurudi tena katika mpira, katika soka, kwa sababu kuna watu wengi mpira umenufaisha na mpira unalipa. Nasema siku zote kuna watu walikuwa hawana viwanja, hawana magari, hawana manyumba, familia zao zinaishi kupitia kwa mpira. Tunaomba wadhamini wengi wajitokeze, sio kwa mpira kwa timu kubwa, hata timu
timu za katika mashinani pia waweze kushikwa mkono ili kusudi vile vipaji viweze kutambulika. Na hapa kwa mashinani, aliyekuwa afisa mkuu mtendaji wa timu yenu Police FC Chris Oguso, ambaye mara hii ni mkuu wa usalama waziri mwandamizi Musalia Mudavadi, ana kipute chake pale nyumbani Vihiga, na mara nyingi anachukua ubora wa talanta pale analeta ndani ya polisi. Tukimzungumzia kwamba bwana Chris, tunamzungumzia SG. Tunazungumzia mtu ambaye kuwa anaona mbali, mtu mwenye maono, mtu mwenye passion ya kupenda mpira. Dio. Mtu ambaye alikuwa ni mchezaji tayari. Kwa hiyo thamani ya uchezaji wa mpira bwana Chris anauelewa vizuri sana, ambaye sasa hivi ni mkuu wa usalama katika kwa Prime Minister Musalia Mudavadi. Mara si moja anamlinda rais mwenyewe William Samoei Ruto. Nasema kwa sababu yataka uelewe kitu kimoja, mtu kama Chris katika mpira yumo na katika usalama he's the best detective by the way. Yataka uelewe kitu kimoja. Kwa hiyo tumepata SG ambaye kuwa mwenye kuelewa mpira, tayari ni mchezaji mpira, na lengo lake na dhamira yake ni namna gani anaweza kusaidia, kuchangia vipaji vya watoto wa Kenya ili kuinuka juu. Amechangia sana, na macho yake halali anaangalia wapi anaweza kupata wachezaji bora na namna gani atakuza vipaji vya mpira. Na hata wewe pale nyumbani siku moja uanzishe kipute chako? Hilo jambo la kwanza, ndugu yangu Joshua Makori, ataka uelewe kitu kimoja. Mbarak Bashatiri ana malengo makubwa sana. Ana malengo kwa wana Kisauni, ana malengo kwa wana Mombasa. Hili jambo nataka lielewe na viongozi wote wa mpira walioko Nairobi na walioko Mombasa kwa ujumla. Tuweze kuwa na taratibu ya kuweza kukuza vipaji katika maeneo ambayo kuwa ya bunge, kama eneo bunge la Kisauni, eneo bunge la Nyali, Likoni, kwa sababu tuna watoto na Mombasa inatambulika kutoka enza zamani kwamba imezaa vipaji ndani ya Mombasa. Kwa hiyo hili mimi mwenye kama Mbarak Bashatiri nina malengo, nina dhamiri ambayo kwa ya kuweza kufungua Bashatiri Cup ili kusudi kutafuta vipaji. Timu bora itakayopatikana katika hii ligi nitakaofungwa mimi, tutakuja nao Nairobi kuja kucheza na mabingwa wa Kenya Police FC. Ili tuangalie kuna watoto gani tunaweza kuwasajili katika timu B ya polisi. Nilikuwa nimeangalia hapa na pale katika mitandao ya kijamii, nikaona kama mbaye una nia ya kusimama siku moja pale Kisauni. Lengo, dhamira, nia ni kuweza kusimama katika eneo bunge la Kisauni katika mwaka wa 2027. Kwa sababu mimi ni mzao wa Kisauni, na mimi nimekulia Kisauni, na mimi ni mtoto wa Kisauni, na mimi ninachotaka kuiona Kisauni, nataka kuiona Kisauni ikifika mbali. Natoa Kisauni yenye mabadiliko. Nataka kuibadilisha Kisauni sifa za kuambia kuna madawa ya kulevya na sifa kwamba kuna mapanga na wizi. Haya mambo nataka kuyaondoa. Mpira uwe ni kipaumbele cha kuweza kuunganisha watoto wetu ili kusudi watakapocheza vizuri na wengine wakiona wengine wamesajiliwa katika timu zingine, hata watoto wanaokulia vizazi vitaona mpira ni bora kuliko kushika mapanga na kuingia kwenye mihadarati. Na sio kwamba lengo langu mimi peke yangu. Naomba na walio madarakani, naomba na makocha na vijana walioko mitaani Mombasa na Kisauni waweze kujishughulisha sana na mipira. Lakini changamoto tunayo katika Mombasa nzima na eneo bunge la Kisauni, tuna changamoto ya viwanja vya mpira. Watoto wetu sehemu ya kufanya mazoezi zina changamoto, manake ardhi zile ni mashamba ya watu. Tunaomba viongozi walio madarakani, tunamuomba governor wa Mombasa Abdulswamad Sharif Nassir na mbunge in fact aliye madarakani Rashid Mabezimba, yataka ieleweke kwamba yule ni mbunge na mimi nikitaka nisitake ndiye mbunge wangu, kwa sababu mimi sijakuwa mbunge. Kwa hivyo namuomba popote pale alipo, pamoja na governor na maseneta na ma-MCA wote na women rep, waweze kukaa kwa pamoja na waziri wa ardhi wa Mombasa County, ni namna gani Kisauni wataweza kuingia mashinani kuweza kuvikuza vipaji kwa kuwapa mipira, vifaa vya mazoezi na kuangalia zile matatizo ya ardhi ya viwanja watayatatua namna gani, na football academy itajengwa vipi Kisauni. Hayo ndio malengo yangu, kuibadilisha Kisauni. Ndio. Mungu akutangulie. Amin. Najaribu kuangalia Harambee Starlets tukiendelea kumalizia kabisa. Wamefuzu kombe la mataifa ya bara Afrika. Unawazungumziaje? Jambo la kwanza, nawapa pongezi. Nawapa pongezi na nawaambia wazidishe bidii sana. Hii imeonesha kwamba Kenya kuna vipaji na Kenya inaangaliwa na ulimwengu mzima. Hata ukiangalia timu ya dada zetu inafanya vizuri. Hili ni kitu ambacho, angalia historia na mahali wanavyoenda. Hata ukiangalia timu ya Kenya Police ya Bullet, unaionaje wewe mwenyewe binafsi? Kwa hiyo hivi vitu huko nyuma havikuwepo. Lakini sasa vimekuwepo. Na mbali na yote namshukuru Dr. William Samoei Ruto
Namshukuru kwa nini namshukuru? Namshukuru kwa sababu amekuwa kipaumbele kuweza kuzidhamini hizi timu na kuwapa ahadi kemkemu ili kusudi. Huyo ndo rais tunayemtaka sisi. Kwamba rais ambaye anaona nini cha kusaidia wa Kenya na nini kuwasaidia katika swala la soka. Na atawacha historia kubwa sana, maana yake ule uwanja wa Talanta umeanza kuchukua taswira na picha yake halisi. Wacha nikwambie kitu kimoja. Unajua sisi binadamu tuna tabia kutotosheka na kutoridhika na kutokuona mazuri yanayokuja baadaye. Lakini all is all. Lakini tukimwangalia kwa undani Dr. William Samoei Ruto, tuache haya mambo ya kelele nyingi. Lakini tunamuona anaweza. Na tukimpa nafasi ataendelea kuweza na ataendelea kutenda. Tunachotaka kumwambia isiwe upande wa sports peke yake, aweze kuangalia ni namna gani nguvu zake zaidi avitie kwa generation, kwa kila aina ya michezo. Wanake wa Kenya tuna vijana wengi, upande wa musician, upande wa cricket, upande wa volleyball, upande wa boxing, upande wa wasanii. Na vipaji zile talent zote aweze kuziangalia. Na waziri wa mchezo ambaye ni Salim Mvurya aweze kuwa makini, kuwa anatembea county kwa county ili kuangalia ni namna gani ataweza kutia mfuko wake pale ili hivi vipaji viweze kuthaminika na viweze kuonekana. Sekunde 2 tu, kauli yako ya mwisho. Kauli yangu ya mwisho ninachotaka kuzungumza, nasema kwamba Wakenya tuweze kuinuana na tuweze kuwa na amani na tuweze kuwainua. Kila tunapoona kwamba kuna sehemu tunafaa kutia mkono wetu, tusingoje kuja kusaidiwa. Tuanze sisi wenyewe binafsi kuinua watoto wetu na kuinua vipaji vya mpira ili Kenya ifike mbele. Asante sana Mnyama kwa kutenga muda wako kufanikisha mikiki. Tena siku nyingine tuje tupige hii shughuli, labda msimu ukienda kuisha mambo yaende sambamba kabisa na ndoto yako itimie pale Kisauni. Lakini mbali na yote hayo, kabla sijaaga hii studio, ninataka Wakenya popote pale walipo waweze kuwa na moyo na kujitokeza kwa wingi kuweza kuwaunga Kenya Police FC ili tuendelee kuchukua ubingwa. Nina imani kwamba kuna watu wanaipenda Kenya Police FC. Ngoja nikwambie, kuna watu nyoyo zao wanaipenda Kenya Police FC. Sasa wasitupende kwenye moyo, tunataka wajitoe dhahiri kutuunga mkono ili kusudi tunaendelea kuwa mabingwa. Asante sana Mnyama kwa shughuli hiyo kuntu kabisa. Na kwenda mapumziko, tukirejea Toto Warege na pasha misuli moto. Ndio mwanzo tu ndege yake kutoka Senegal nyumbani mwa kina Sadio Mane imeshatua hapa ndani ya Nation Center. Kwa hiyo lako ni tulio lipo. Ni sehemu ya pili na ya mwisho ndani ya mikiki siku hii ya Jumamosi. Anasema anaitwa Bramwell, huyu ni mwanajeshi, anasema anafuata mikiki karibu sana, anapata raha kweli kweli. Anasema anasubiri sana Toto Warege amuone angani, na mwisho amemchungulia akiwa Senegal. Na ni ukweli Toto Warege ametoka Senegal, ndege yake ya moja kwa moja. Ilikuwa kidogo ichelewe, lakini ikawa imemleta hadi hapa Nation Center. Toto Warege, karibu sana. Asante sana Makori. Ndio. Imekuwa safari ndefu lakini nzuri, na tulifanikisha, na Harambee Starlets waliandikisha historia kwa kufuzu kwa michuano ya AFCON kwa mara ya pili baada ya muongo mmoja. Na angalia pale Senegal, umeonaje mandhari na ushindi wa 1-0 ugenini? Nitasema kwamba mandhari si mazuri sana. Hata imefanya nipende Kenya zaidi kwa sababu ya environment ya Senegal jinsi ilivyo. Walai. Ukiangalia hawajakuwa sana ikilinganishwa na Kenya, lakini tunawajua sana kwa kuwa wale wababe wa soka Afrika. Hilo tu ndio kitu ambacho hicho ndio kitu ambacho ametushindia, lakini mambo mengine tuko mbele. Harambee Starlets walipata ushindi wa bao 1 bila ugenini katika mechi ya marudiano raundi ya pili na ya mwisho ya kufuzu AFCON. Kashinda jumla mabao 4-1. Hii inamaanisha kwamba wamepata tiketi ya kufuzu kwa michuano ya AFCON ya mwaka 2026 ambayo itaandaliwa nchini Senegal mnamo Machi na Aprili mwaka ujao. Hivi sasa tunaanza maandalizi ya kujipanga kujiandaa kwa michuano hiyo. Na safari itakuwa si rahisi kwa sababu tutakutana na wababe wa Afrika. Tuna Senegal, tuna Mali, tuna Botswana, tuna Afrika Kusini, mataifa ambayo yamekuwa Afrika. Ndio. Na baada ya kurejea tayari umeisuka mojawapo ya taarifa ambayo inahusiana kabisa na safari ya Harambee Starlets tangia mwaka 2016 wakishiriki mwisho Cameroon, na mara hii wanajiandaa kwenda katika maeneo ya Morocco. Tuangalie hiyo taarifa. 2026
Baada ya mwongo mmoja, Harambee Starlets imerejea kwa dimba la kombe la mataifa ya Afrika kwa kinadada kwa maana ya AFCON ambalo litaandaliwa Morocco kuanzia Machi 17 hadi Aprili 3 mwakani. Tangu mwaka 2015, Starlets imekuwa na makocha watano wakiwemo Justin Okring, David Ouma, Charles Okere, Alex Alumira, Godfrey Odwor na wasasa Beldin Odemba. Katika miaka 10 ya kujaribu kurejea kwa michuano hii, Starlets walifeli mara 3 mnamo mwaka 2018, mwaka 2022 na mwaka 2024. Mwaka wa 2016, Starlets walifuzu kwa mara ya kwanza chini ya kocha David Ouma baada ya kuibandua Algeria kwa jumla ya mabao 3 na kufuzu kutokana na faida ya mabao ya ugenini. Kenya wanajaribu kufanya piga! Funga goli! Mwaka 2018 walipoteza mabao 3-2 dhidi ya Equatorial Guinea katika raundi ya mwisho. Miaka miwili baadaye, mechi za kufuzu AFCON hazikuchezwa kutokana na mlipuko wa virusi vya homa ya uviko 19. Anachezea Australian Ladies huyu Shikobe. Mnamo mwaka 2022, Starlets walipangwa kumenyana na Uganda katika raundi ya mwisho ya kufuzu, ila mtanange huo haukuchezwa baada ya Kenya kupigwa marufuku na FIFA kutoshiriki michuano ya kimataifa. Uganda ikafuzu moja kwa moja. Marufuku hiyo ilitokana na serikali ya Kenya kuingilia kati masuala ya soka kinyume na sheria za FIFA. Baada ya marufuku hiyo kutupiliwa mbali mwaka 2023, Starlets walirejea kushiriki michuano ya kimataifa wakati huu chini ya kocha Beldin Odemba, lakini wakapoteza mabao 2 dhidi ya Botswana katika raundi ya mwisho. Kufuzu kwa michuano ya mwakani, Starlets waliondoa Tunisia kwa kuwapiga bao 1-0 kwa jumla ya mabao kabla ya kuadhibu Gambia mabao 4-1 kwa jumla ya mabao katika raundi ya pili na ya mwisho Jumanne wiki hii. Na baada ya historia hiyo, baadhi ya wachezaji wa Starlets wamezungumza. Naomba tuwasikize wanasemaji. Tunashukuru Mungu. Kutoka mwanzo tulianza na Mungu na tumemaliza na Mungu na tumepata ushindi na tumequalify. Tuna thank God na nina thank my teammate wenye wamefight siku ya leo tukapata ushindi. Naweza sema tu hiyo tama tukuwa na luck. Hii round tuko na luck. So yote ni kushukuru tu Mungu. Yani sina words. I'm just happy that to make Kenya proud na tunaenda huko na tuwezi tu kuparticipate. Tunaenda kuonyesha sisi pia tunaiweza. Inaenda kufungua doors for many people. Moso hata sisi wenye tuko majuu maybe tunaweza pata more bigger clubs kuwachezea. So ni opportunity ya kila mtu. It's not about me. It's about the country. The country has qualified after 9 good years. Beldin Odemba coach, but Odemba didn't qualify. Kenya qualified for the Women African Cup of Nations 2026, and I'm sure that the country is happy. I'm also happy as a patriot of the country, and this is for my country and football fans back at home. Unity in the team, great spirits. I keep on saying this again. It's also the time. It has been 9 years, so we kept on reminding ourselves that it has been 9 years. How long can we wait? So the girls were really spirited, the technical bench awesome. We worked together as a team, but we thank God so much because he came through for us as a country and as a team. What next is to ensure that they prepare well, and I also thank the Federation, and I urge Federation together with the Ministry of Sports to please allow us to have good preparation before we go to AFCON. We don't want to go as participants, we want to go and compete. Baada ya historia hiyo kuandikishwa nchini Senegal, sasa macho yote yameelekezwa kwa maandalizi ya AFCON. You have done your best and we promised you all our support as FKF, and together, of course, with the government of Kenya through the Ministry of Sports and with the support of His Excellency the President, Dr. William Ruto, we want to say once again, thank you for the stellar performance. You have made Kenya proud. Congratulations. Well done. And now the real hard work starts. And I just felt like the weather conditions were going to be so hard for the girls because we had to adjust, but give it to them. We have managed to possess the way we wanted to. We've managed to press. We managed to contain the pressure.
Hiyo game ilikuwa tough, ilikuwa nervy, they played, they gave it their all. We had a very worthy adversary, but at the end of the day ushindi ilikuwa ya Kenya. Definitely we have to sit now and come up with a roadmap to 2026 WAFCON. We don't want to go as participants. We definitely want to finish in the top 4 and qualify for the World Cup. So we are going to sit down and come up with a very strategic plan on how to achieve that in terms of camping bases, in terms of technical preparedness, in terms of the preparedness for the girls and everything. Logistical preparedness, we'll have to have some meetings with the ministry and the president of FKF, of course. Thank you so much for all the support, Mr. Hussein Mohamed. It's been amazing. Ingawa soka ya mabinti haijakuwa ikitiliwa maanani sawa na wanaume, mabinti hawa wamekuwa wakifanya vizuri. Mwaka jana, timu ya Junior Starlets ya wachezaji wasiozidi miaka 17 waliandikisha historia kwa timu ya kwanza ya soka nchini Kenya kucheza kombe la dunia katika Jamhuri ya Dominican Oktoba iliyopita. Kitu poa sana kwa sababu inamaanisha Kenya we are growing, women football is growing very fast. Na I think the support to kidogo from the one we get from the government and President William Samoei Ruto, and yeah. Sasa sisi wasemao walisema kwamba ahadi ni deni, na kupitia kwa njia ya simu Rais William Ruto alitoa ahadi kochokocho kwa timu ya Starlets. Motivation, Mr. President. Si mnanijua, nyinyi mkicheza kama nyinyi, mimi niko hapo nacheza kama mimi. Ahadi hizo tayari ametimiza. Pongezi, congratulations. Yani mlikuwa serious Yani mlicheza kama nyinyi? Na vile niliwaahidi, na mimi pia nitacheza kama mimi. I truly thank the President of the Republic of Kenya for the motivation. It is also something and it worked. Wachezaji kama mlinda lango Lilian Awuor, beki Dorcas Shikobe ambaye alikuwa nahodha msaidizi mwaka 2016 na kiungo Corazon Aquino ndio wachezaji pekee waliowakilisha Kenya katika michuano ya AFCON nchini Cameroon mwaka 2016. Baada ya kuwasili nchini Jumatano usiku, Starlets walipokelewa kishujaa. We are happy that they have enjoyed the reception, going by the kind of mood that was around here. And so we are very happy with the performance of the Harambee Starlets, and we want to congratulate them for their very good performance, and all the pledges will be met. Kwa hakika baada ya mchezo mzuri sasa wametunukiwa nafasi ya WAFCON mwaka 2026. For me kwanza na thank God kwa hiyo opportunity, na shukuru Federation na technical bench yetu wametuweka poa, that way tume perform fit, so place tumeachia, tutaendelea kuanzia hapo, so it's not over. Bado ndio hiyo AFCON, ndio hiyo, kuna matimu kubwa, majina kubwa, but sisi kama Starlet kila kitu tunachukua, kila kitu na wakati wake. So sasa hii tutajiprepare kwa stories zingine, so AFCON ikifika tutakuwa poa pia, sisi pia tunaweza, ndio maana tume qualify. For me ni special juu 2016 nilikuwa na team but siku manage wa KCC, but now nimekuwa na team na thank God tumesaidia nchi, na nashukuru mafan na Wakenya wote wametuombea, na president pia venye ametumotivate. Tumeshukuru sisi kama Magal Chad ametuonekania pia, Federation big up, tumeshukuru nyinyi wote, bila nyinyi majamaa tuwezi. Matayarisho yanaanza sasa. Baada ya miaka 10 ni rasmi sasa timu ya taifa ya Kenya ya mabinti Harambee Starlets imerejea kwa mashindano ya WAFCON. Hivi sasa unaelekeza macho yote kwa mashindano hayo ambayo yataandaliwa nchini Morocco mwezi Machi na Aprili mwakani. Toto Aregi, NTV Michezo, kutoka uwanja wa Stade Lat Dior mjini Thiès, Senegal. Yani ameipiga, akaipika na akaipakua mwenyewe kwenye ubora wake kutoka kule Senegali. Nimeipenda. Asante sana Bakori, asante. Bado tunajitayarisha mwaka ujao
tunaenda Morocco. Mimi nakuombea sana. Asante. Yaani kile kinaweza tokea ni wewe kuabidi ndege ya Morocco bana. Asante. Sasa tugeuze tena gia kidogo, tuingie katika toto na tetesi. Tuangalie leo hii amekaa chini akaisuka yake Vini Junior. Mapenzi kwa mara nyingine tena yameshinda na sasa yako jukwani kupata tuzo la toto na tetesi. Yaani nyota wa Real Madrid Vinicius Junior rasmi ana mpenzi mpya wa Kilatini. Winga huyo wa Brazil mwenye umri wa miaka 25 sasa ameuweka moyo wake kwenye uwanja wa mapenzi kujaribu midundo yake na mwanamtindo Virginia Fonseca mwenye umri wa miaka 26. Walitoa tangazo hilo la mahusiano yao kupitia mtandao wa Instagram wiki hii. Katika kila sherehe ya pakosi mashabiki, Neymar Junior alimtania Vinicius kusema katika kila sherehe ya pakosi mashabiki, Neymar Junior alimtania Vinicius kwa kusema kijana mdogo anafurahia sana, kabla ya Eduardo Camavinga naye kuongeza akisema mambo katika upendo. Tetesi zinasema Virginia Fonseca ni binti maarufu sana nyumbani Brazil, akijivunia wafuasi milioni 53 kwenye Instagram na takriban milioni 40 kwenye ukumbi wa TikTok. Akiwa na umri wa miaka 17, karibu mwongo mmoja uliopita, ambapo alijulikana sana kwenye YouTube, Virginia alikuwa amekulia Brazil baada ya kuzaliwa Marekani. Nilianza kufanya kazi na YouTube mwaka 2017, Fonseca aliwahi kueleza. Niligundua kuwa nilitaka kufanya hivi nilipohamia Ureno. Instagram yangu ilikuwa imekuwa kidogo tayari, nilikuwa na wafuasi 10,000. Na rafiki yangu hapa Brazil alisema kwamba ninapaswa kuunda chaneli. Wasifu wa mtandao wa Fonseca uliendelea kukua huku Brazil Marekani huyo hatimaye akipewa kipindi chake kilichoitwa Sabado com Virginia au Saturday with Virginia kwenye televisheni moja Amerika Kusini. Lakini hata penzi linahitaji uzoefu. Kwa mantiki hiyo, baada ya mafanikio hayo, binti huyo alianza kuchumbiana na nyota wa muziki wa country wa Brazil Zé Felipe. Mwishoni mwa mwaka 2020, Felipe alijivunia wasikilizaji milioni 13 kwa mwezi kwenye Spotify. Wawili hao baadaye walifunga ndoa mwaka 2021 na wana watoto 3, Maria Alice, Maria Flo na Jose Leonardo. Lakini uhusiano wao hatimaye uliharibika mapema mwaka huu katika habari ambayo iliwashangaza mashabiki katika nchi yao ya asili ya Brazil. Akitangaza kutengana kwao kwa chapisho la Instagram mnamo Julai, wanandoa hao zamani waliandika, daima tutakuwa pamoja, lakini mara hii katika ulimwengu tofauti. Kutokuwa pamoja kama wanandoa kamwe hakutakuwa sababu ya sisi kutothamini kila kitu ambacho tumejenga, familia nzuri. Fonseca na Philip baadaye walielezea kuwa walilia usiku kucha baada ya kufanya uamuzi wa kutengana kwa njia bora iwezekanavyo. Na kwa kuwa penzi halina bingwa, miezi michache tu baadaye Fonseca aliganda na nyota wa Los Blancos Vinicius. Ingawa wawili hao hakuthibitisha uhusiano wao hapo awali, aliripotiwa kuonekana kwenye majukwaa huko Bilbao hadi mara 3 wakati wa wiki za mwanzo za msimu huu. Uhusiano wa wawili hawa ulianza mwanzoni mwa Oktoba, huku uvumi ukiwemo kwamba Vinicius alikuwa akituma ujumbe kwa mwanamitindo mwingine, yaani moyo kwenye ubora wake jinsi alivyo uwanjani. Vinicius aliandika, sote tunapitia nyakati ambazo hutufanya tutafakari na kukua. Hivi majuzi nilipitia hali ambayo ilinifanya nitafakari na kutambua tabia ambazo hazikuwakilisha kile ninachotaka kuwa au aina ya mahusiano ninayotaka kujenga. Virginia ni mwanamke wa ajabu, mama anayevutia na mtu ambaye ninamheshimu sana. Tangu tulivyokutana amekuja Madrid mara 3 kuniona, akiacha nyuma mambo yake muhimu, ahadi zake na maisha yake ili tu awe nami. Nilikutana na mama anayevutia ajabu. Fonseca alionekana amevalia jezi ya Madrid iliyoandikwa jina la Vini Junior ugani Bilbao mapema wiki hii. Baada ya kuposti picha za kupendeza pamoja zikitoa taswira ya penzi lao, Fonseca pia alichapisha picha za kupendeza kutoka kwenye majukwaa ya Bilbao. Akiwa amevaa uzi mpya wa Real Madrid, mwanamitindo huyo aligeuka kuwa mtangazaji. Alithibitishwa kuwa
na Vinicius wameganda na alimshabikia katika mechi za El Clasico Jumapili iliyopita katika ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Barcelona Estadio Santiago Bernabeu. Ama kweli mapenzi ni kikohozi, hayafichiki. Nami nikasema ukijaribu kuyaficha yatakukaba. Anayo kopi Vinicius Junior. Toto na tetesi. NTV Mikiki. Ndo naangalia Toto hapo Vini. Mungu amemjalia. Yuko vizuri. Yuko vizuri kwenye bora wake. Sasa huyu anaitwa Eric Oyondi, ni mkurugenzi wa michezo ndani ya Nyakachi Girls. Ananiambia hao wasichana wa Harambee Starlets sana sana makipa. Namba 2-3 mgongoni, huyu ni Lilian na Masi namba 1. Amewalea. Na ukiangalia Nyakachi Girls ni mojawapo ya shule ambazo zimetoa wachezaji wazuri ambao wapo kwenye timu ya taifa. Haswa timu ya taifa ya Under 17 Junior Starlets na Under 20 Rising Starlets. Nafurahisha kweli. Kazi nzuri pale Senegal na uendelee hivyo. Asante sana. Mungu akufungulie. Inshallah. Sasa mimi kawaida nikifunga lazima tu nikuibia siri ndo mambo yakuwe vizuri ndani ya Mikiki. Ni kwamba katika maisha huwa nafasi huja mara moja peke yake. Huenda usiwahi kuiona tena katika maisha yako. Sawa na maji ambayo ni ya mto. Huwa kuyagusa tu yakienda, hutagusa yale maji tena ambayo umeshayagusa yameenda. Yani kama yameenda yameshakwenda. Unasikia yani hiyo imeenda na maji, yani haitarudi. Kwa hiyo nafasi ikija moja nzuri katika maisha, hakikisha unaitumia vizuri ndo kesho yako iwe nzuri zaidi. Mimi na wewe